Samahani dokta, naomba kuuliza, hivi mwanamke kama hapati hisia wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini dokta? Karibu ndugu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii. Kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Mdau huyu ameuliza, mwanamke kama hapati hisia wakati wa tendo la ndoa, shida hasa ni nini? Nitaomba unisikilize kwa umakini, kwa wewe ambaye unataka kuweza kujifunza hili somo hapa. Cha kwanza kabisa, mwanamke ni kama jiko la mkaa. Statement hii nimekuwa nikirudia katika clips zangu, video clips zangu kadhaa ambazo ziko hapa YouTube na masomo yangu mbalimbali ambayo yapo hapa YouTube. Mwanamke anahitaji muda mrefu sana wa maandalizi tofauti na mwanamume. Mwanamume once anapoona tu mapaja ya mwanamke, anapoona chupi ya mwanamke, tayari reaction ya uume unasimama, na mwanamume huyu anakuwa yuko tayari kuweza kushiriki tendo la ndoa. Tofauti na mwanamke anahitaji maandalizi ya kisaikolojia ili aweze kufurahia tendo la ndoa, ili aweze kufika kileleni vizuri kabisa. Kwa hivyo basi, mwanaume lazima utumie muda mrefu kidogo kuweza kumwandaa mwanamke wako kimwili. Lakini hatua ya kwanza ambayo huwa ninawafundisha wengi, mwanamke anatakiwa aandaliwe kwanza kisaikolojia. Iandae kwanza akili yake. Mwanamke anakuwa na mambo mengi, anachoka na uchovu, namna alivyolea watoto, amegombezana na watoto, amepikia watoto, ametoka kufua nguo, amechoka akili yake, wazazi wake wanadaiwa na changamoto ya kifedha na nini. Ni lazima ujue namna gani ya kusoma ubongo wake kwanza, kuweka ubongo wake katika hali nzuri. Kwa hiyo maandalizi ya kisaikolojia yana umuhimu mkubwa sana katika hili. Kwa hiyo kuna wanaume wengi ambao huwa wanaumiza kichwa pasipo kujua kwamba nafanyaje. Huyu mwanamke mbona nafanya niwezavyo, na naweza nikakaa kwenye kiuno hata dakika 40 lakini hakojoi afiki kileleni. Hizo kesi nimekutana nazo nyingi sana. Wanaume ambao wananiambia kwamba ninatumia muda mrefu kuweza kumwandaa lakini au kumuingilia, lakini mwanaume huyu afurahi hata kidogo. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo vinatokea katika mahusiano ya kimapenzi, mahusiano ya kingono. So, jambo la pili, nini cha kuweza kufanya katika maandalizi ya kimwili? Unapokuwa sasa umemwandaa kwa muda mrefu, once unaposhiriki tendo la ndoa, wanaume wengi wana tabia ya kulenga ama kufocus kwenye jambo moja tu, jambo la kuingiza na kutoa uume. Anakuwa haushughulishi mwili wake, ashughulishi viungo vyake kuweza kufanya kitu chochote kile. Hapa ninamaanisha nini? Mwanaume huyu ambaye yeye amefocus tu katika kuingiza na kutoa, maana yake ni kwamba ni vigumu sana kuweza kumsustain mwanamke huyu kihisia. Hapa ninamaanisha nini? Unapokuwa unashiriki tendo la ndoa na mwanamke wako, gusa maeneo mengine pia. Unaweza ukawa unakula denda, unaweza ukawa unamlambalamba shingo yake, unamchezea shingo yake vizuri, unaweza ukawa unambusu maeneo mbalimbali, unaweza ukawa unanyonya chuchu zake na kuweza kuzilamba vizuri kabisa katika ufundi maridadi kabisa. Maana yake ni kitakachotokea ni kwamba unampa raha huyu mwanamke mara mbili katika sehemu tofauti za mwili wake. Wakati huo huyu mwanamke unamtomba ama unaingiza na kutoa uume wako. Wakati huo mwanamke huyu unampa msisimko katika chuchu zake, unampa msisimko katika shingo yake, unampa msisimko katika masikio yake. So hata kama kihisia alikuwa bado hajawa vizuri, unapoanza kugusa maeneo mengine, unapomshikashika hapa, na muda mwingine unatakiwa utumie kauli nzuri za kimahaba kuweza kumsustain na kumjenga vizuri huyu mwanamke aweze kufurahia tendo la ndoa, lakini pia aweze kufika kileleni kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo hakuna uchawi katika hili. Kama hujui namna ya kuweza kumwandaa mwanamke,
nina video maalum ambazo zitakuonyesha hatua kwa hatua. Video hizi sasa hivi natuma kwa njia ya WhatsApp, maana Telegram inasumbua. Kama Telegram yako iko vizuri, maana yake naweza nikakutumia kwa njia ya Telegram. Lakini kama unaona Telegram yako inakusumbua, ni text natuma kwa njia ya WhatsApp. Hivyo basi, mtazamaji, mwanafunzi wangu unayenitazama hapa, kama hauna ujuzi wa namna ya kuweza kumwandaa mwanamke, nitafute niweze kukusaidia. Mwanamke ana maeneo 12 katika mwili wake. Haya maeneo natakiwa ujue namna gani ya kuweza kuyagusa. Kuna maeneo ya kuweza kuminya, kuna sehemu ya kuweza kupuliza, kuna sehemu ya kuweza kulamba, kuna sehemu ya kuweza kunyonya. Hizi mbwembwe zote ni muhimu sana uweze kuzifahamu kwa wewe mwanamume ambaye unahitaji kuweza kujifunza namna ya kuweza kumpagawisha mwanamke wako vizuri, na mwanamke wako atapata hisia za kimapenzi na atafika kileleni vizuri zaidi. Kwa hiyo kuwa na nguvu nyingi sio sifa. Sifa ni kumkojoza mwanamke ndani ya muda mfupi. Kwa sababu unaweza kujikuta una nguvu nyingi, unaishia kuchoka kiuno, lakini mwanamke wako hafiki kileleni hata ufanyaje. Kwa hiyo nitafuta katika namba ifuatayo niweze kukusaidia. 0765 493 645. 0765 493 645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Nikutakie jioni njema na Mungu akubariki. Bye bye.